بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1443 katika silsila ya durus za qasas al-anbiya tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam, na qissa cha Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam, kuna sehemu fulani Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja pamoja na mtoto wake Suleiman alayhi salatu wassalam. Kwa kuna sehemu katika maisha yake ambayo tutakuja kuieleza insha Allah taala tutakapoanza kumzungumzia Nabiyullah Suleiman alayhi salatu wassalam. Kuna sehemu katika kisa cha Daud alayhi salam aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Sad. ذكر الله تبارك وتعالى قصة حدثت لداود، وهي أشهر قصص داود عليه السلام. الله سبحانه وتعالى تسمولي كيسا kilichompata mtume wa Allah Daud alayhi salam, na hiki kisa ni miongoni mwa visa mashuhuri hata kwa ahlul kitab, pia kisa hiki wakitaja, lakini sura wanaoitaja wao ni ya kumkosea adabu mtume wa Allah Daud alayhi salam. Ma'al asaf, wapo pia katika waislamu miongoni mwetu ambao kisa hicho pia hukitaja kwa ajili ya taslia, sababu watu wapenda kusikia vitu vya ajabu ajabu, vigeni katika visa. Kwa kuona wengine wakitaja hiki kisa pamoja na kuwa ndani yake mwana kumkosea heshima Daud alayhi salatu wassalam. Sasa tutaeleza katika upande wa namna Allah alivyoeleza katika Qur'an na maelezo wanaovioni, kisha nitagusia kueleza kile kisa cha uongo wanachokieneza ahlul kitab, kwa sababu wapo katika ndugu zetu ambao ukichukua wakakieleza kwa watu na watu wakakibeba, wakawa bila ya kujijua wamkosea heshima mtume wa Allah Daud alayhi salatu wassalam. يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سمع في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. نجي imekujia ewe Muhammad habari ya wagombanao walipopindukia ukuta kuingia chumbani alimokuwa Daud alayhi salam afanya ibada zake, kwa sababu Daud alayhi salatu wassalam swala yake ya usiku ndiyo swala inaopendeza zaidi mbele ya Allah, kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam: ahabbu salati ila Allah salat Daud, kwa namna alivyokuwa akiugawanya usiku wake kwa uzuri kabisa. Kama vile somo yake pia ndiyo somo inaopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna bora zaidi ya hiyo.
kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Daud alikuwa ni mtu wa ibada, ni mtume wa Allah aliyekuwa na ibada nyingi sana, na wataja wanaovioni kuwa alikuwa akigawanya masiku yake, kila zikipita siku 3 zikijirejelea, siku moja yaqdi fihi baina an-nas, akihukumu baina ya watu. Siku nzima aiwekea kwa ajili ya kuhukumu baina ya watu kama mfalme. Wa yawmun ya'budu rabbahu tabaraka wa ta'ala, ikiwa leo amemaliza kuhukumu baina ya watu, siku ya pili ameiwekea ni ya ibada peke yake, hatoki nje. Wa yawmun yusayyiru bihi umur ar-ra'iyya, siku nyingine usairi na kuyapanga mambo ya raia wake siku nzima. Sasa hawa ilipofika ile siku ambayo ametafaragh kwa ajili ya ibada, hakuna yeyote anayeingia katika sehemu aliyoko chumba chake, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria watu wawili wakaruka ukuta wakaingia katika nini, chumba chake ghaflatu. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Mihrab hapa yakusudiwa ile sehemu anaofanyia ibada, kile chumba anafanyia ibada. Na ili nikosa la baadhi ya watu wafikiria mihrab ikitajwa yakusudiwa hii sehemu ya qibla hapa mbele katika Qur'an. Aslan sehemu hii haikukuwepo hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini waweza kuona msikiti umejengwa mpya, kisha katika zile zakhrafa mapambo na upambwa juu ya ile sehemu ya qibla pale ilikuwa nini, wa huwa qa'im yusalli fi al-mihrab, yani kama mbele ndio mihrab ndio hii. Mihrab yakusudia ile sehemu ya nini, ya ibada. Hapa idakhalu ala Daud fafazi'a minhum, walipoingia kwa Daud naye akawaogopa. Na hivi ndivyo ilivyo binadamu yoyote. Wewe ukiwa nyumbani kwako ghafla wanaingia watu wawili, utafanya nini? Wakuta watu tu wameingia nyumbani kwako, utaogopa. Ngoja kufanya nini hapo? Si kwao, wameingia tu. Kwa hapa likampata jambo la kawaida linalompata mwanadamu yoyote. Hao wameingia katika sehemu ambayo si kwao, katika wakati ambao hakuna anayeingia kwa Daud alayhi salatu wassalam. Ghafla tu wakuta watu wamesimama juu yake, akaingiwa na hofu na hilo jambo. Kwani hao watafuta nini hao? Qalu la takhaf, bimaana wao wakalahidh wa Daud alayhi salatu wassalam ameingiwa na hofu kwa wao kuingia pale. Wakamwambia usiogope, khasmani bagha ba'duna ala ba'd, sisi ni wagombanao wawili, tumegombana, mmoja wetu amemdhulumu mwenzie. fahkum bainana bilhaqqi wala tushtit wahdina ila sawa'i sirat, basi tuhukumu kwa haki baina yetu, wala usipendelee upande mmoja. Hukumu kwa haki, usipendelee, na utuongoze katika njia iliyo sawa. Kwa wakataka awahukumu baina yao. Qadhiya nini? inna hadha akhi lahu 99 na'ja ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. سما hakika huyu ndugu yangu ana kondoo wa kike 99 na mimi ninaye kondoo mke mmoja tu. Akasema nipe huyo nikufugie ili akamilishe 100, na amenishinda kwa maneno. Hatuna maneno
sijui nifanyeje ili nimkwepe, lakini lazima nimpe kondoo wangu. Hii ndio kesi iliyomjilia Daud alayhi salatu wassalam. Ni watu wawili hawa wamegombana, wakaja mbele yake alayhi salatu wassalam, wakamueleza hili suala liko hivi na hivi na hivi. Na hapa kuna mulahadha mzuri sana. Pamoja na kuwa hao watu wawili wamegombana, lakini huyu ambaye sura yake yaonyesha ndiye yeye aliyedhulumika asema inna hadha akhi, hakika huyu ndugu yangu. Yani bimaana hata pamoja na kuwa tumegombana bado huyu nani? Ndugu yangu. Sababu ni jambo la kidunia. Ni kweli tumegombana, lakini bado huyu ndugu yangu. Hakuuvunja ule undugu kwa kuwa wamegombana, akatumia maneno mazuri kabisa, inna hadha akhi. Leo wangapi ambao wagombana ndugu kwa baba na mama, wacha ndugu katika Uislamu, ndugu kwa baba na mama na Uislamu juu, lakini wakagombana katika jambo la kidunia mpaka kumuita yule ndugu yake pia mtu akakataa. Kuna watu mpaka ndugu yake yule aliyekosana naye aweza kufa, akaja akaambiwa bwana tukupa pole bwana, ndugu yangu yupi yule? Si ndugu yangu. Tena bila haya, si ndugu yangu, ankufa, ndani mkamzike huko. Kuna watu wana roho ngumu, na haya yafanyika katika mujtamaa huu tunaoishi. Sababu ukiangalia ni mambo ya kidunia tu. Kuna watu wamekosana mpaka familia zao, ni bimaana watoto wao hawajuani, waweza kukutana hivi kumbe ni mtoto wa ammi yake ama mtoto wa mjomba wake ama mtoto wa familia moja, hawajuani kabisa, kwa sababu pengine baba zao waliteta ndugu, basi wakateta kufa kutozikana. Sababu nini? Dunia. Mmeiweka dunia mbele sana. Kuna watu wameiweka dunia mbele sana. Yani lau kama utamchezea katika dini, yeye hana habari, lakini ukamgusa katika dunia yake utakijua cha mtema kuni, sababu umemgusa katika dunia. Lakini dini yake mchezee paka uchoke, hana habari. Mpigishe kitwari, atatezesha kitwa hivi, mfanye mjinga kabisa, habari hana. Lakini ngoja uje umguse katika dalil dunia. Dalil dina ina neno, lakini dalil dunia ikiguswa pale, basi atakuonyesha kila aina rangi zake. Hawa wawili hapa pamoja na kuwa wameteta, lakini ni jambo la kidunia, si la kufanya ule undugu wetu ukaharibika. Inna hadha akhi, hakika huyu ndugu yangu. Katumia maneno mazuri sana. Kesi imeletwa kwa Daud alayhi salatu wasalam, hukumu. Qala Daud aliposikia ile kesi akasema, laqad zalamaka bisuali na'jatika ila ni'aji. Akasema kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye kondoo wake. Na hapa ndipo wanaovioni walipokhtalifiana katika kueleza, sababu hapa mbele Allah subhanahu wa ta'ala atataja wa dhanna Daudu annama fatannahu. Wakasema kuwa hawa mabwana wawili, ambaye mmoja alikuwa na kondoo wa kike 99 na mwingine alikuwa na kondoo mmoja, walipoingia kwa Daud akawajibu kwa kile anachokijua, kile kilichodhihiri kwake yeye katika hii masala. Wakasema fitna iliyoko hapa ni kuwa alimjibu huyu bwana kabla ya kumsikiliza na yule mwingine kuzungumza. Sababu hapa tunaona kuwa alivyojieleza yule wa kondoo mmoja, hapo Daud akasema nini? Laqad dhalamaka bisuali na'jadika ila ni'aji. Lakini alikuwa mwanzo amuulize na yule wa 99, kwa nini wewe wamtakia nini kondoo wake mmoja huyo? So unaoviona nasema kwa sababu hakumuuliza moja kwa moja akatoa hukumu. Hapo ndio ilikuwa ni mtihani kwake. Kataja kwa ni mtihani, kwa sababu anayesikiliza atakikana asikilize pande zote mbili.
huyu asema nini na huyu asema nini. Kwa hakumwambia yule wa pili wewe wasemaje, akasikiliza upande wa pili. Na ili jambo la kusikiliza upande wa pili muhimu sana katika kadhia yote inayokuja ya watu wawili wanaokhasimiana, muhimu sana. Shuraih al-Qadhi rahimahullah ta'ala alijiliwa na bwana mmoja akiwa yeye ni qadhi, fuqiat ainuhu, ametobolewa jicho moja hivi, ametobolewa. Kisha akasema bwana fulani amenipiga mpaka kanitoboa jicho hili. Jicho liko nje, hana jicho. Faqala adhhabu itu birrajul. Shuraih akamwambia nendeni kaniletee huyo alimtoboa jicho, kamuiteni nimsikilize. Jamaa akamwambia wataka ushahidi zaidi ya kuwa huyo antobolewa jicho, jicho li nje. Rahmatullah alayhi qala wama yudrika la'alla al-akhar fuqiat 'aynahu, na wewe wajuaje yule wa pili antolewa macho yote mawili? Huyu asema antolewa moja, wewe wajuaje? Ushamuona wa pili? Wacha nimuone yule wa pili, huenda labda yeye amengolewa mawili, katika kujitetea ametoa moja na mwenzake amemtoa mawili. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kusikiliza pande zote mbili. Siku zote kadhi ana nini? Ana masikio mawili. Kwa ikawa ni mtihani, na wanaovioni wakaeleza kuwa la si hivyo, bali Daud alayhi salatu wassalam katika hiki kisa alimtizama yule wa pili, bimaana kumtaka amsikilize na yeye wasemaje, fasakata. Yule bwana akanyamaza, hakujibu, ndio maana hakutaja yoyote aliyosema. Fadalla hadha ala annahu musaddiqun lima qala al-awwal, ikawa ni dalili ya kuwa ni kama asadikisha yale aliyosema yule khasimu wake aliyezungumza mwanzo. Fahakama binaan ala hadha, kwa Daud akahukumu kwa kujengea hilo. Haya ni maelezo ambayo hutaja wanaovioni katika kisa hiki. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji, akasema kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye kondoo wake. Kisha akasema maneno adhimu sana, lau kama watu watayazingatia. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نهيلي كوافني biashara asema na hakika washirika wengi hudhulumiana wao kwa wao isipokuwa walioamini na wakatenda mema. Wengi katika wanaoshirikiana hudhulumiana baadhi ya wao kwa wao, na ndio maana utasikia mara nyingi sana watu wawili waweza kushirikiana katika biashara, mmoja akamdhulumu mwenzake, mara nyingi sana. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na kutenda mema. Kisha akasema wa qalilum ma hum, na hao ni wachache mno, wachache sana wanaokuwa waadilifu katika jambo wanaoshirikiana nalo katika mambo ya kidunia, ni wachache sana sana. Wallahi wakati mwingine unaweza kushangaa watu wawili marafiki kama ndugu wakaamua kufanya kazi pamoja, ikadhihirika kumbe mmoja wao ni khain, hakuna mfano wake. Khiana amfanyia mtu ambaye pengine ameishi miaka yote kuwa rafiki yake kama ndugu yake, lakini kukafunguka tu ile dunia hivi, ghafla wamkuta mdhulumu ndugu yake, dhulma wazi wazi. Pengine na mara nyingi yatokea hivi, kwa kuwa wameshibana mpaka hii tuandike, wewe andika kwa jina lako bwana, na hii aacha tu hivi haina neno, afanya tu haina neno, mimi sina wasiwasi bwana. Basi akakuamini kuwa wewe ni mtu wake wa karibu, ni ndugu yake, uko pamoja na yeye.
kisha ghafla vipi zile hesabu kesho inshallah siku ya pili kifuata kidogo nimepitiwa kesho inshallah baadaye mtakuwa mwisho kwani wewe kuna kitu gani waweza kunishtaki mimi ukafaulu wewe kila kitu iko kwa jina langu sio nini mara ghafla ukuta watu wamekosana amedhulumika yule mmoja asipate chochote katika haki zake wengi katika wanaoshirikiana wafanyie wengi sana na hili hutokea wakati mwingine mpaka baina ya ndugu kwa baba na mama haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika kisa hiki ataja wa inna kathiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wachache sana sasa hawa wachache wakipatikana sema alhamdulillah sababu katika kuungana watu kuna kufanya kazi pamoja kuna khairi watu kutiana nguvu katika hili jambo ni khairi kubwa lau kama watu watasimama katika uadilifu lakini mmoja akifanya khiana basi ashaharibu kila kitu وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود akajua kuwa tumemfanyia mtihani basi akamuomba msamaha Mola wake na akapomoka kusujudu na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisa cha uongo ambacho chanasibishwa na haya tuliyosema mkimsikia mtu yoyote aeleza kisa hiki mjue ni muongo amsemezea uongo mtume wa Allah Daud alayhi salatu wassalam nasema hivi kwa sababu mara nyingi utakisikia kikitajwa tena na mashekhe wa kikhurafi hao huwa hawajali wao mmoja kama anapita hapo kwenye kisa kuna riwaya nyingi lakini mimi nataka hii yani nataka kumkosea heshima mtume wa Allah kisa chenyewe chasemaje wasema hao mabwana kwa Daud alayhi salatu wassalam alikuwa na wake 99 na kweli yawezekana kuwa alikuwa na wake wengi kama utakavyoona kwa Suleiman alayhi salatu wassalam walikuwa kwa wanawake 70 ana wake 99 na ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam Allah huwapa nguvu ambayo hampi mtu wa kawaida kwa Allah alikuwa amewapa nguvu mitume wa Allah waweza kuoa zaidi ya idadi kama hii lakini hii kisa wao wakitaja kwa alikuwa na bibi 99 akiwa mfalme Daud alayhi salatu wassalam ثم صعد يوما على السطح صلى الله العافيه siku moja asema akapanda juu kwenye nyumba yake sutuh juu kabisa faraa imra'atan hasna wa hiya tastahimmu kwa juu wallahi maneno mazito lakini Allah sababu ya kueleza tu kuwa ni uongo haya maneno si kweli akaona mwanamke mzuri aoga uchi kwa kule kwa jirani akawa muangalia eti mtume wa Allah afanye hivi unajua naeleza hivi na kuna watu waeleza kama nkisa si ati ni uongo huu faujiba biha akapendezewa sana na yule mwanamke fasaala anha man hadhihi akauliza tena pale huyu nani yani wamtoa katika sura gani mtume wa Allah sasa sura mbovu namna gani tena ashaona vile uza yule nani yule yani kama jamaa fasik hii sura ni ya mtu fasik si mtume wa Allah haezi kulifanya hivi mtu mwema tu wa kawaida wacha mitume wa Allah akaambiwa huyu ni mke wa fulani katika wanajeshi wake akaamrisha yule mwanajeshi atoke ende na lile jeshi katika vita wa amarahum an yaj'aluhu fi as-saff al-muqaddam kisha akamwambia mwekeni kwenye ile safu ya mbele apigwe uwawe ili afanye nini
amchukue yule mke. Kwa hiyo vita vikianza, huyu bwana awekwe mbele au wawe amalizwe ili yeye ampate yule bibi yake. وهذه من أكاذيب بني إسرائيل على داود. katika uongo wa bani Israil wamemsemezea mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Abadan haiwezekani sisi kusadikisha jambo la upuzi kama hili kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam Daud. Eti akaletewa wale watu wawili ili kumkumbusha yeye ana wake 99 na yeye amtaka yule wa mwenzake, kwa akajua kumbe hapa nakumbushwa. Unaona vile nimefungwa, nakumbushwa mimi nina wake 99 kisha namtaka na mke wa mwenzangu, sitakuwa na mdhulumu? Ndio laqad dhalamaka. Si muone vile wankifunga jamaa wakasema hiki pia mkisa. Hatuna shaka kuwa hiki kisa ni cha batil, hakina msingi wowote, uongo mtupu. Huu ni uongo kwa herufi kubwa, uongo mtupu. Hakuna ukweli ndani ya kisa kama hiki. Kwa hiyo ukamsikia mtu yoyote waeleza kisa kama hiki, mwambie kabisa fanya adabu. Tena bwana chakato, kuna kimoja mimi nimekiona mwenyewe kwenye YouTube kimekatwa kisa cha Daud, kisha yueleza hivi watu wafurahi pale. Nyinyi mzungumzia nani? Huyu ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na ukisikia kisa kama hiki harufu yake mbovu, haiwezekani mtume wa Allah alayhi salatu wassalam awe atasifika na sifa mbovu kama hii. Eti kamchungulia mke wa watu kisha asema mimi. Hebu fikiria ungeambiwa wewe shekhe hapo unaitwa hicho kisa. Leo yule shekhe yule amtungulia mke wa watu bwana akamuua yule bwana akamuua yeye, wewe waionaje? Hiyo ni sura nzuri hiyo? Utapiga kelele kweli wewe kila mara nasingiziwa, jamaa wasema. Sasa wewe wazungumza maneno haya kwa mtume katika mitume wa Allah, makosa makubwa sana. Kwa visa kama hivi labda vielezwe katika kuthibitisha uongo wake, lakini si kuwaeleza watu kama ambaye ni kweli. Wale watu wakachukua wakayabeba yale maneno. Kuna ibra nyingi sana katika kisa cha Daud alayhi salatu wassalam. Miongoni mwa faida kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwashinda nguvu jababira, na wakati mwingine aweza kujalia kwa watu dhaifu ikawa ni sababu ya kuangusha daula kubwa katika dual zinazosifika katika ulimwengu, kama hazama Jalut wa junudahu, kama vile Allah alivyowashinda Jalut na jeshi lake la Amaliq kwa watu 300 na idadi ya masahaba walivyokuwa katika vita vya Badr. Na akamjalia Daud ambaye alikuwa ni kijana mdogo, yeye ndiye akamuua Jalut. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuyafanya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kwa ibra si uchache ama udogo, ibra ni ile haki uliyosimamia nayo. Maadamu umesimama katika haki, hata ukawa ni mtu mmoja, ni hujja umesimamia juu yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru. Ibrahim alayhi salam alikuwa mmoja ansimama katika haki, lakini Allah akasema inna Ibrahima kana umma. Allah akamwita Ibrahim ni umma, pamoja na kuwa alikuwa ni mtu mmoja, hujja na ni qudwa, watu wakamfuata na kumwiga, na alikuwa ni mtu mmoja peke yake. Na tulisoma katika kisa cha Ibrahim alayhi salam na namna watu wake walivyomkataa. Allah subhanahu wa ta'ala faamana lahu Lut alimwamini Ibrahim alayhi salam, lakini jamaa zake wote walimkataa. Lakini hivyo hivyo Allah akamwita Ibrahim kwa nini ni umma. Saleo fujo la ahlul bid'ah la kusema wale watu wachache, wale wachache hivi ndio nini? Yani
kwani nyinyi waumizia nini maneno ya watu wachache? Si wachache tu, kwenu nyinyi ni watu hawana maana, msiwashughulikie wala msisikilize. Kwa hivyo si hoja uchache au wingi wa watu, ni ile haki wanasimama nayo. Kadhalika katika yale yanayopatikana katika fawaid ni kuwa Daud alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ushindi mpaka akawa mfalme, hakubadilika, bal kana aabidan lillahi tabaraka wa ta'ala, arifan li fadlillahi subhanahu wa ta'ala alayhi, bali alikuwa ni mtu wa ibada, akiri fadhila za Allah juu yake. Leo waweza kumwona mtu wa kawaida tu, ghafla amepewa cheo, basi ataka kutembea juu ya hewa, amebadilika. Marafiki wale wa zamani, wale ambao walikuwa ni watu wa kawaida tu, amewaacha, aishi sasa maisha tofauti. Kibri alichokuwa nacho ghafla mpaka washindwa nini, basi ampewa cheo cha kidunia, ghafla mbadilika. Sasa wewe ungelikuwa kama Daud ungekuwaje? Wa alanna lahu alhadid, hao jamaa wangekuwaje? Kwa mfano wapewa, ukipewa cheo wewe chuma ile waweza kuifanya utakavyo, tungepigwa na chuma. Yani angalia huyu Daud, baada tujakuja kwa mtoto wake sasa Suleiman alayhi salatu wasallam, na namna Allah alivyompa neema na fadhila katika ufalme wake. Lakini ni yule yule Suleiman mutawadhi, anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, yule yule tu. Na ndivyo alivyokuwa Daud baba yake alayhi salatu wassalam. kadhalika alibtila'u sunnatullahi fi khalqi lilanbiya'i wa ghairi alanbiya, kule kuonjwa na mitihani ni njia Allah ameiweka kwa waja wake, iwe ni mitume iwe ni watu wa kawaida. ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, watu wadhania watasema tu kuwa watawachwa hivi hivi waseme tumeamini, huku hawaonjwi na mitihani. wala qad fatanna alladhina min qablihim, wale wa kabla yenu tuliwaonja kwa mitihani. Kwa mitihani watu wapewa, wawe ni mitume wawe ni watu wa kawaida. Hii ni sunna na njia Allah ameiweka katika ulimwengu. kadhalika tuona cheo kikubwa cha masahaba wa Mtume sallam juu ya wafuasi wa mitume wa Banu Israili. Tizama namna masahaba walivyokuwa wakimtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha upande wa pili, kile kisa kimoja tu cha kwenda kumpiga vita Jalut, namna walivyokuwa Banu Israili wakiwakhalifu mitume wao. inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alaina. Ona i'tiraf umletea upinzani mtume wao, kila akisema kitu na wao watu yao. Lakini sivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallam. Tukija kwa masahaba, waqalu sami'na wa ata'na, kila alichowaambia Mtume sallam walisikiza na kutii. Na ndio maana ikawa jaili ya masahaba ndio wabora wa wafuasi wa mitume kuliko mtume yoyote mwingine wafuasi wake. Bimaana kila mtume alikuwa na watu wake wa karibu, wale watu wake wafuasi wake wale mtume katika mitume waliopita hawawezi wale wafuasi kuwafikia daraja ya wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa ndio wabora kabisa, na wala haitatokea katika tarehe, haijatokea wala haitatokea katika tarehe jail iwe mfano wa masahaba wa Mtume sallam. Eti kuna kizazi kama mfano wa masahaba wa Mtume sallam haijatokea kutoka kuumbwa kwa Adam kama mfano wao katika wafuasi wa mitume, wala haitatokea mpaka kiyama kisimame mfano wa masahaba. Haiwezekani, ile tarehe haitarejea tena. Usije ukatuambia hapo atawa kiongozi kama Umar.
humpate wapi? Nani anayeweza kuwa kama Umar? Wacha hawa leo, Uthman radhiyallahu anhu hawezi kuwa kama Umar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ambaye alikuwa ni khalifa katika al-khulafa ar-rashidun hawezi kuwa kama Umar. Ule ubora Allah aliyompa, na ndio maana ikawa Umar ni mbora kuliko nani? Kuliko Uthman na Ali radhiyallahu anhu. Sasa ikiwa hawa hawakuweza kuwa mfano wa Umar radhiyallahu anhu arda, nani mwingine anaweza kuwa mfano wake? Wala Muawiya radhiyallahu anhu arda hakuwa mfano wa Umar radhiyallahu anhu. Daraja yake ilikuwa iko juu sana katika uongozi. Haja kutuambia leo wataka kiongozi fulani awe kama Umar. Wapi na wapi? Ile jail haitorudi tena. Basi kubwa ambalo sisi tuweza kulifanya ni kujaribu kwa kadri ya vile mtu yaweza kuwaiga wale. Na pia hili ukilizungumza pia salafia jadida, wankuja wana dini mpya. Dini mpya ipi? Ya kuwafundisha watu kumfuata Abubakar na Umar, kujaribu kujifananisha na masahaba wa Mtume sallam, mpaka mmoja akasema hamuwezi kujifananisha na wale. Tumtafute nani? Michael Jackson, ndio Bob Marley, ndio tuwaige hawa. Vipi hawa tena? Mtu azungumza hamuwezi, kwa nani anakuambia waweza kuwa kama sahaba vile vile? Masahaba kuna mtu, tabiina wako kama masahaba, wacha sisi leo. Lakini si wale ndio kuigwa? Kwa kadri ya vile wewe waweza waige wale, iwe qudwa yako ni salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Watoto wetu tungewalea katika kuwaeleza butulat na namna masahaba walivyokuwa na ushujaa waliokuwa nao, na namna walivyokuwa kiongoza majeshi kwenda kueneza Uislamu. Wafikiri tungepata watoto wetu hapa wanyoa ovyo ovyo, wavaa ovyo ovyo. Ukimwona mtoto akitembea utafikiri ana majipu ya makwapa, mikono iko juu juu hivi. Unani wewe? Kunini? Tupak Shakur bwana, mtoto nani? Kebu tu ndoke hapa. Sema Khalid ibn Walid, wewe watu wazungumza Abubakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, wazungumza watu watahawaeleweki shekhi. Lakini si ndio ilivyo? Ikiwa tutawafundisha watu nani masahaba, wallahi wewe waonaje watoto wangelikuwa kulia wasoma kina al-Qahqaa, wasoma kina Abu Ubaida Amir al-Jarrah, wanaume hao, mtu mmoja kwa 1000. Wewe wasikia tu nenda kasome utajua nani. Kwa nini mtu mmoja isabika kwa 1000? Lau kama wangelikuwa walelewa vijana katika, wallahi tarejesha ule utukufu. Sisi tuishi katika asri ya udhaifu, waislamu madhaifu kabisa. Nenda kasome wakati waislamu walipokuwa na izza walikuwa vipi. Lakini yote yajengewa na nini? Watu wasome masahaba, wajaribu kuwaiga masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaona wakati wa izza walikuwa namna gani. Subhanallah, waweza kusoma kitu kuona ni khayali, kama zile mwaziita si fairy tale. Ni kweli ameishi mtu aitwa Qahqaa radhiyallahu anhu wa arda, ambaye maisha yake amejitolea kuitetea dini ya Allah. Kwa mfano, akiingia katika jeshi, Umar asema mmekutumia Qahqaa ni sawa sawa na watu 1000. Mtu mmoja, jeshi la watu 1000. Na akiingia katika vita watatambua upande wa pili kuwa pale pameingia mtu si wa kawaida. Sasa watoto wakilelewa na kuwajua hawa mashujaa kama hawa, mtoto yuwakuwa akiwa yupenda Uislamu au apenda masahaba. Lakini leo tumekuwa eti twajadiliana Abu Huraira alikuwa mnafiki ama alikuwa ni Muislamu. Hebu fikiria, na anayezungumza hivyo ni mmoja katika wanafiki. Atakalazima kuwa sahaba we kama yeye. Mashia ndio wameenezwa kila mahali. Kwa utakulia katika ajial kama hizi, utakulia katika jail, mashule watu wafundishwe kuwa ushia ni dhehebu kama vile Shafi'ia, Hanafia, Hanabila, na hawa na neno you should tolerate each other. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, hakutapita mfano wa nani? Wa masahaba. Banu Israil waliwasumbua sana mitume wao. Masahaba walikaa wakamtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa.
kadhalika katika fawaid tuzipata hapa ijtima'ul mulk wan nubuwa, yawezekana mtu mmoja akapewa ufalme na utume kama vile Daud alayhi salatu wassalam, na kama vile tutakuja kusoma kisa cha Suleiman alayhi salatu wassalam, na faida nyingi sana ambazo ziko katika kisa hiki. Biidhnillah ta'ala, kile kilichobakia katika kisa cha Daud alayhi salam kilichoshikamana na mtoto wake Suleiman tutakuja kueleza insha Allah ta'ala tutakapokuwa tumzungumzia Suleiman, na hapa ndiyo tumalizia kumzungumzia Daud alayhi salatu wassalam kama Daud. Tukija tena biidhnillah katika kikao kitakachokuja tutaanza qissatu Suleiman alayhi salam, tumzungumzie ni nani mtume wa Allah Suleiman alayhi salatu wassalam. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.